Wapendwa mabibi na mabwana, ninayo heshima kubwa kuwakaribisha katika dakika 40 za utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo ya Jumatatu, siku ya 29 ya mafungo yetu ya mwaka huu. Na neno linalotuongoza katika mafungo yetu au mada ni kutoka msimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. From seasons to reason. Na neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tunaangalia juu ya mada yetu yenye maudhui ya kuchambua falsafa mbili, kutafakari juu ya misimu na kusudi. Juu ya misimu na kusudi. Na asubuhi hii ya leo tunaangalia somo letu la leo, namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. How to use seasons for reason. How to use season for the reason. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. How to use season for the reason. Na kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 33 mpaka 46. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 33 mpaka wa 46. Biblia inasema hivi: basi Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe kwa njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako tu watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigieni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na kwa amri yako bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamuita Yusufu Safenati-Ponea, akamwoza Asenati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe Yusufu, akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao,
akapita katika nchi yote ya Misri. Amen. Na hili ndio neno la Bwana. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Wewe ni Mungu. Mbingu nazo nchi zimejawa na utukufu wako. Asante kwa ajili ya sana majira ya baraka mahali hapa. Uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na wale waliogeuza nyuso zao kuelekea madhabahu hii, wanaoabudu nasi mahali duniani kote. Baba, uwabariki watu wako na uwafunike na damu yako ya thamani. Upende kusema na mioyo yetu. Asante kwa ajili ya juma jipya, siku ya Jumatatu katika maisha yetu. Baba, ondoa kila roho ya bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna, na sasa utubariki kwa ajili ya utukufu wa jina lako, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala sasa na daima. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Wapendwa mabibi na mabwana, tunapowakaribisha katika darasa letu fupi asubuhi ya leo, tunazungumza juu ya namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. How to use seasons, how to use season for the reason. How to use season for the reason. Na somo ambalo nimesoma nimelirudia, lakini hapa pana hoja mbalimbali za kitheolojia na kifalsafa, na kuangalia pia maudhui na muktadha wa mada yetu ya kutoka msimu mpaka kusudi. Na hoja ambazo ninaziangalia asubuhi ya leo, kama ninavyosema muda wangu haunitoshi, nitaenda kwa haraka kidogo. Hoja ya kwanza tunaposema juu ya how to use a season for the reason, ni namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Kitu cha kwanza ni kuomba Mungu akupe fikra za kuona mbali. Mungu akupe fikra za kuona mbali. Futuristic thinking spirit. Futuristic thinking spirit beyond the beyond the present. Beyond the present. Napozungumza juu ya kuangalia, kuomba Mungu akupe fikra za kuona mbali, na ninapozungumza juu ya futuristic thinking spirit beyond the present, beyond the present, nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kusema wakati mwingine katika maisha yetu unaweza ukawa unaangalia vitu vilivyoko, yani unaangalia mahali ulipo, situation unayopitia, mambo ambayo unayaangalia, na unayangalia yaliyopo kwa sasa, na hayo unayoyangalia yanaweza yakakuletea msongo mkubwa wa mawazo na kubeba msongo mkubwa pia wa sonona na kushindwa kupona, kwa sababu unaangalia tu hii present, yani hapa nilipo, haya mambo yanayonizunguka, majaribu ninayopitia sasa, ukame ninaopitia sasa, utasa ninaopitia sasa, madeni ninayopitia sasa, magonjwa ninayopitia sasa, kukataliwa ninakopitiwa sasa, taji ya miiba niliyovalishwa sasa, aibu niliyotengenezewa sasa, kukataliwa nilikokataliwa sasa. Yesu alikataliwa, alivalishwa taji ya miiba. Na tunapoangalia juu ya theolojia ya msalaba, alivalishwa taji ya miiba, alikataliwa na Wayahudi, alipigwa, alitengwa, lakini alikuwa anaangalia zaidi beyond the present, beyond the present life. Alikuwa akiangalia zaidi ya hapo, akijua tu kwamba Mungu atampitisha kutoka mautini na kumuingiza uzimani, na atakuwa ameshinda mauti na uharibifu. Na ndio maana anasema, kuu wapi mauti ushindi wako? Kuu wapi mauti aibu yako? Kuu wapi ewe kaburi uchungu wako? Na mimi nataka nikuombe asubuhi ya leo uwe miongoni mwa watu ambao hautishwi na vile unavyoviona sasa, lakini unavifurahia vile vijavyo. Hata katika maisha yetu ya kawaida tunasema
ulimwenguni humu hatuna mji udumuo, lakini tunautarajia ule ujao. Kila mtu anayeishi juu ya uso wa nchi ni mtu ambaye anatazamia beyond the present, beyond the present life, beyond. Kama ukiishi na mipaka yako, mipaka ya maisha yako yakawa ni mipaka ambayo imetengenezwa, yani present imekuwekea mpaka, hali yako ya sasa ndio mpaka wako, utakuwa hauna matumaini na utaishi kwa sonona kubwa sana. Lakini ukiwa unaishi beyond the present, zaidi ya hapa unakoona, una matumaini ya pale unakokwenda. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na ukiona mtu yoyote anakudharau, ukiona mtu yoyote anakudharau, ni kwa sababu yeye ametengenezewa mpaka na sasa, yani maisha ya sasa yamemtengenezea mpaka, hana hiyo thinking ya beyond the present. Hii mara nyingine tunaita neema ya Farao, ya kuona tatizo miaka 7 kabla ya halijatokea na kuchukua tahadhari na hatua stahiki kuzuia madhara. Hii wakati mwingine tunasema ni neema ya Farao. Na unaweza ukaangalia reflection yetu, namna ambavyo huyu bwana aliona hiyo, aliona njaa, alikuwa na sense, alikuwa na jicho la kuona matatizo yanayokuja miaka 7 kabla hayajatokea, na akaanza kutumia season for the reason. Ile miaka ya shibe na miaka ya kushiba akahakikisha kwamba anakusanya kwenye ghala baada ya kukutana na Yusufu. Na hii ndio ambayo tunaangalia katika miaka hii yote ambayo Mungu alimfungulia kabla. Na hapa ndipo ninapoweza kuzungumza ya kuwa kwenye maisha ya kwako unaona nini katika siku zako zijazo? What do you see? Unaona nini? Nikikuuliza unaona nini, ungeweza kuniambia unaona nini for the future? Kuna mambo gani ambayo unayaona katika maisha yako? Unaona nini katika huduma? Unaona nini katika huduma? Unaona nini katika karama ambayo Mungu amekupa katika maisha ya kwako? Unaona nini katika kipawa ambacho Mungu amekupa? Unaona nini katika nafasi ulionayo kama baba au kama mama? Unaona nini katika uongozi Mungu ambao amekupa katika familia na katika jamii inayokuzunguka? Unaona nini katika biashara? Unaona nini katika kampuni na kadhalika na kadhalika na kadhalika? Na mimi ningependa uangalie namna gani ambavyo unaweza ukafikiri unaona nini. Na mimi ningetamani uone asubuhi ya leo, ni maombi yangu katika Kwaresma hii, Mungu akupe kuona na kutazama kama ambavyo unaweza kuona kwenye reflection yetu hii, uweze kujifunza mambo machache. Unaona nini? Kuna watu wanaona ushindi, hata kama leo sio mchezaji mzuri wa mpira, lakini anaona akiwa na ushindi. Na mimi ningekuomba usione unyonge, maanake kuna watu ambao mnawaza negative. Hasa ninyi mnaokaribia kustaafu, unaanza kuwaza sasa nitakuwa siende kazini, nitaanza kupata kizunguzungu, naanza kuumwa na mgongo. Mbona mama Mari mpaka leo hajapata kizunguzungu? Hebu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Yaani unaona nini? Mimi ninachotamani kuona, Farao hakuona kushindwa, aliona ushindi kwenye maisha ya kwake. Na mimi nakuombea katika kila kitu unachokifanya, uone namna ambavyo Mungu amekuwazia mawazo ya amani, kama alivyosema kwa kinywa cha nabii Yeremia ya kwamba nayajua mawazo nayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Mabibi na mabwana, tafsiri na falsafa ya kuwa kiongozi ni kuona tatizo miaka 7 na kuendelea kabla ya kutokea na kutafuta njia ya kutatua tatizo hilo. Wewe ni kiongozi wa familia, kwenye familia Mungu ameweka watu ambao ni vichwa, ni viongozi. Lakini pia wewe ni kiongozi kwenye taasisi
wewe ni kiongozi kwenye taasisi ya dini, taasisi yoyote, lakini wewe ni kiongozi pengine kwenye kampuni ya kwako. Wewe ni CEO. Mr. Kaduma, CEO. CEO wa kampuni. Umebeba dream kwenye huduma ulionayo. Watu wanakuangalia kama kiongozi. Watu wanakuangalia kama kiongozi. Kwenye jamii mbalimbali zinazotuzunguka, kwenye makampuni, kwenye taasisi, wewe ni kiongozi. Lakini wanaume ni viongozi katika nyumba zao na katika familia zao. Sasa anasema tafsiri na falsafa ya kiongozi ni kuona tatizo miaka mingi kabla halijatokea, na yaani ni kama miaka 7 na kuendelea kabla tatizo hilo halijatokea na kulitatua. Yaani hiyo ndio tafsiri ya uongozi. Huwezi kusema kiongozi kwa sababu tunakulipa mshahara au kwa sababu tuna marupurupu au kwa sababu ya umaarufu. Hapana. Kiongozi ni kitu kingine kabisa. Na hapa ningependa kusema hivi. Kiongozi, tatua matatizo wala usitengeneze matatizo. Hilo nitalirudia. Tunapoangalia falsafa ya Farao, lazima uelewe kabisa kwamba kiongozi yoyote lazima ujipange katika kutatua matatizo na wala si kutengeneza matatizo. Na kama ningeambiwa kuzungumza juu ya Farao type of leadership, Farao type of leadership, yani namna ya uongozi wa Farao, na tungemtumia kama reference, tungeangalia falsafa ya uongozi inavyosema. Falsafa ya uongozi inavyosema. Wataalamu wengi, maprofesa, wanazuoni, mathinka, watu wengi waliofanya research, walioandika, waliobobea katika uongozi, wana falsafa wengi waliobobea katika uongozi na wameandika falsafa hii fupi ya uongozi. Na mimi nanukuu kutoka kwa wanafalsafa, wanazuoni, mathinka, watu wanaozungumzia juu ya uongozi. Na hili usikii kwamba wale viongozi ambao tupo kwenye familia, tupo kwenye jamii, tupo kwenye taasisi, tupo kwenye makampuni, ili ulielewe sawa sawa. Sasa wanafalsafa na wanazuoni wanasema hivi. Kazi ya kiongozi ni kutatua matatizo. Kiongozi usipotatua tatizo, tatizo litakuwa kiongozi na wewe unageuka kuwa tatizo. Mnabadilishana nafasi. Sasa kwenye department yako au kwenye nafasi yako ya uongozi kama kiongozi, jiulize swali, wewe ndiye unayeongoza au ni tatizo linaongoza hiyo department yako au kampuni yako? Umetatua tatizo au umegeuka kuwa tatizo? Hilo ni jambo ambalo unapaswa kuliangalia vizuri. Nitarudia tena. Falsafa ya uongozi na watu wengi wenye mawazo mapana katika uongozi wanasema hivi. Kazi ya kiongozi ni kutatua matatizo. Kiongozi usipotatua tatizo, tatizo litakuwa kiongozi na wewe utageuka kuwa tatizo. Mnabadilishana nafasi. Kwa hiyo kwa sasa kwenye department yako au kwenye nafasi yako ya uongozi kama kiongozi, jiulize swali, wewe ndiye unayeongoza au ni tatizo linaongoza? Mpaka sasa umetatua tatizo au umegeuka kuwa tatizo? Mwisho wa kunukuu. Wapendwa mabibi na mabwana, nataka uangalie reference yetu, Farao type of leadership. Uangalie reflection yetu asubuhi ya leo. Hii ni Farao type of leadership, falsafa ya uongozi. Na hii falsafa ya uongozi inasema, kama nilivyosema, kazi ya kiongozi ni kutatua matatizo. Na kiongozi usipotatua tatizo, tatizo linakuwa kiongozi. Yaani tatizo linaongoza kwenye department, kwenye kampuni, kwenye taasisi, linakuwa liko pale. Na watu wanaendelea kujadili juu ya tatizo ambalo ndio limegeuka kuwa kiongozi, kwa sababu wewe haukuweza kutatua lile tatizo. Na linakuwa mjadala hapa, linakuwa mjadala far away
watu wanajadili, watu hawaoni tena kiongozi, wanaona tatizo ndio linawaongoza. Na wewe ukikaa pale, mnabadilishana nafasi kwenye kiti, tatizo limeketi, alafu wewe umeondolewa kwenye kiti na watu wanaongozwa na tatizo. Sasa hiyo ni shida kubwa kweli kwenye management, na hii ni falsafa pana ambayo hata siwezi kuizungumza tunapoangalia juu ya managerial skills, juu ya uongozi. Sasa yalinikuta mwenzangu, nilikwenda Marekani, nilikwenda Michigan kwa marafiki zetu ambao wao ni mapatina na usharika huu wa Kijitonyama kwa miaka mingi, zaidi ya miaka 20 wamekuwa mapatina wa usharika huu. Tukaenda Michigan. Sasa tulikwenda na timu ya wazee wa kanisa kutoka hapa Kijitonyama, na tukakutana na timu ya pale Michigan, Our Savior Lutheran Church. Tukawa na kikao cha department zote mbili kutoka Kijitonyama na wale wa Our Savior Michigan. Tukawa na kikao cha kujadili partnership programu yetu. Moja, tumekaa sasa tunazungumza moja ya agenda walioibua, na mimi nilikuwa ndio mchungaji ambaye nimepangwa hapa, na ni mara yangu ya kwanza pia kuhudhuria. Wamepita wachungaji wenzangu hapa several, wachungaji mbalimbali. Sasa tulipokuwa kwenye kile kikao, wakaniuliza swali, wewe umepangwa hapa sio? Nikamwambia ndio nimekuja, ndio nimepangwa, nina mwaka mmoja kwenye usharika ule. Akaniambia okay, mmetatua lile tatizo la barabara ya kuingia kanisani? Nilisikia aibu. Marekani wanasema barabara yenu ina mashimo, usharika jengo lenu ni zuri, lakini barabara ya kuingia kanisani kwenu ni mbaya, ina mashimo. Kumbe walishaambizana. Unajua wazungu hawana jambo dogo, walishaambizana, wakaanza kusikitika. Wazungu wanasikitika vibaya jamani, wakaanza kusikitika, oh very sorry for that, was very sorry. Nilisikia aibu, lakini nikajiuliza, wanaona tatizo, hawaoni sisi tuna ghorofa hapo? Wanaangalia tatizo la barabara ya kuingia kanisani na kwamba ina makorongo, na kwamba wakati unaingia tu kanisani yani huamini kwamba unapokuja utakutana na kanisa kubwa kama lile la kwenu kwa sababu ya ile barabara. Huko rohoni najiuliza, ni kwa sababu hawa jamaa wana hela, mabarabara yanapigwa lami kila mahali, wanajua mahali tunakotokea. Mimi mwenyewe barabara yenyewe sijawahi kuiona ni tatizo hata siku moja. Gari inapita, gari inapita, sijawahi kukwama, sijawahi kukosa kuendesha ibada kanisani. How about that road? Hiyo barabara ina tatizo gani? Na barabara zisizokuwa na lami hapa Afrika ni ngapi? Nikaona hawa ni tatizo wenyewe, lakini wao wakaniona ni tatizo. Lakini nilipokuwa pale, nikasema hawa wazungu hawezi kutudharau namna hii. Niliporudi nikamwambia Mungu, nikapiga magoti nikamwambia Mungu, mambo ya kwenda kuaibishwa Marekani, hii barabara usimame mwenyewe. Na nikaomba, na baada ya kuomba na hatua chache zikachukuliwa za uongozi tu, baadaye barabara yetu ina lami. Siku nilipoona barabara imefungua, nikachukua video nikawarushia, nikaambia sasa mkitaka mnakuja au hamdi, lakini barabara yetu mpaka kanisani ina lami, tatizo limeondolewa. Oh my God, walishare link ile, wakashare, wakafurahia, wakaniandikia email ya kunipongeza. Sikujua kwamba kwa ilikuwa ni tatizo. Unajua unaweza ukawa kiongozi lakini usijue kwamba kuna tatizo kwa wale unaowaongoza, na wanakuangalia kama mtu wa kutatua matatizo. Wakashare ile linki, wakafurahia, wanasema sasa kule Kijitonyama wana barabara. Sasa najiuliza, wanasema tuna barabara, kwani tulikuwa tunapita wapi? Hii kazi ya ujenzi mpaka madude yote yameletwa hapa, manondo, masimenti, yalikuwa yanapita wapi? Shida walikuwa wanataka kuona black, barabara yenye lami nyeusi iko pale. Mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Na mimi ninakuombea kwa Mungu asubuhi ya leo akupe fikra za kuona misimu mibaya yenye nia ya kushambulia kusudi miaka 7 kabla ya kutokea. Ni maombi yangu kwa Bwana, upewe neema ya kucheka wakati ujao. Oh my God, oh my God, oh my God. Ninasimama kwenye madhabahu hii, nataka nitangaze ya kwamba wakati mbaya hautakusurprise kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baada ya shule hii, wewe sio mtu akusema kwamba nimepatikana na matatizo ghafla. Hapana, Mungu atakujulisha na Mungu atakuonyesha. Katika kitabu cha Mithali ule mlango wa 31 mstari wa 25, unaweza ukasoma pamoja nami.
Biblia inasema nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake, anaucheka wakati ujao. Na ni maombi yangu Mungu akupe neema ya kuucheka wakati ujao. Washindi wachache wangempigia Jehova na makofi ya shangwe. Mpigie tena Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Na mimi ninakutangazia asubuhi ya leo, kama inavyoonekana kwenye reflection yetu asubuhi hii, wewe sio mtu wa kusema unaishia pale. Unaucheka wakati ujao. Unajua ni nini maana ya kucheka wakati ujao? Ni kwa sababu aliyetasa alizaa. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Aliyekataliwa. Wewe sio mtu wa kuishi kwenye present. Wewe ni mtu ambaye unaangalia future na kuiona na kuisensi na kuitatua kabla haijatokea. Na Mungu akupe hiyo neema. How to use a season for the reason. How to use season for the reason. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Hiyo ndio hoja yetu ya asubuhi ya leo. Na hoja ya pili, kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Farao alimpata Yusufu, mtu sahihi, na akamtumia kwa wakati sahihi. Wapendwa, katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 38. 41, kitabu cha Mwanzo 41:38, Biblia inasema hivi: Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa pamoja nasi asubuhi ya leo. Nataka urelax na kufanya reflection fupi. Lakini kuomba Mungu akupe watu sahihi na kuwatumia kwa wakati sahihi. Farao yeye alimpata Yusufu. How about your life? Wewe umempata nani? Wewe umempata nani? Nataka kusema nini asubuhi ya leo? Watu kama hawa ambao Mungu anawaleta kwenye maisha ya kwetu na katika maisha yetu ni watu hadimu mno. Wanaletwa duniani kwa neema ya Mungu. Watu hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao, hivyo watumie haraka. Kuna watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha ya kwako. Hawa watu ulimwengu haupaswi kuwa nao. Wakati mwingine unasemaga mtu mzuri haishi muda mrefu. Chema hakidumu sijui. Mtu mzuri hakai muda mrefu kabisa. Hata sisi tuna methali yetu kule Moshi, Kichaga cha Marangu, anasema umbengicha yeke ka umbangonyfu. Yaani ng'ombe mzuri hakai kwenye boma kwa muda mrefu. Watu ambao Mungu amekuletea kwenye maisha ya kwako, kwanza lazima uidentify, uwatambue. Kuna watu ambao wanateswa kwa sababu hawajatambua watu walioletwa kwenye maisha yao na neema ambayo Mungu amewapa katika watu waliokutana nao katika maisha yao. Katika kitabu cha Waibrania ule mlango wa 11 mstari wa 38. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 38. Biblia inasema hivi: watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Kuna watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Na naweza ukaangalia reflection yetu hapa uweze kuona kwa uchache. Watu ambao ulimwengu haukupaswa kuwa nao. Watu ambao ulimwengu haukupaswa kuwa nao, pamoja na watu wenye akili. Pale pana safu sijui akina Musa, akina Elia, na Farao akaingilia katikati, na huyu hapa Mwafrika mwenye akili, na Samsoni anayeweza kurarua simba. Kuna watu ambao ni unique. Mungu anawaweka kwenye maisha ya watu kwa kusudi. Na watu hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao.
Na nataka kuzungumza nini hapa? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Nataka nikupe ushuhuda. Nilipokuwa mchungaji wa usharika wa Kariakoo, kuna rafiki yangu mmoja, tumishi wa Mungu, alikuwa ni mtoaji wa sadaka. Akitoka kazini anapita kwanza usharikani kuangalia. Usharika ulikuwa kama ni nyumbani kwake, yani kama nyumbani kwake. Ni yule mtu ambaye anafika anauliza, hiki kimekuaje mchungaji, hapa pakoje? Tulikuwa tunajenga kituo chetu kule Bagamoyo, kituo cha Retreat Center Bagamoyo. Anawasha gari, anaweza kwenda mpaka kule kituoni, anarudi ananiambia, nimeenda kule kituoni, nimeona hiki mchungaji. Anaangalia damage mbalimbali. Ni yeye anayeweza kuona ni wapi kanisa linavuja. Mtu wa namna hiyo. Na ni mtu wa maombi, mafungo kama haya, tuko pamoja. Kanisani tunamtumia. Ndiye alikuwa anashona sare za kwaya. Ndiye alikuwa anafanya kila kitu kanisani. Nataka nikuambie, watu ambao wakati mwingine ulimwengu haupaswi kuwa nao. Sasa alikuwa wamezaliwa 9, wasichana 7 na wavulana 2 katika tumbo la mama yao. Nasema hivi kwa sababu ni ushuhuda. Sasa ikatokea kwamba mdogo wake, huyu jamaa alikuwa ni tajiri, anafanya biashara mbali, anafanya nje, anafanya wapi. Alikuwa na maduka, alikuwa na vitu vingi, anafanya biashara nyingi ndani na nje ya nchi. Mtu mwenye utashi mzuri sana, aliyetulia. Sisi kanisani tulikuwa tunamtegemea sana tu, wala sio kidogo. Mdogo wake wa kuzaliwa ambaye ni mvulana anasema amekataa kusaidiwa na kaka yake. Kaka yake akaja akaniambia, mchungaji, naomba useme na mdogo wangu. Nikamuita, nikakaa naye. Nikamwambia, bwana, kaka yako amesema anataka kukusaidia. Ananiambia, nisaidie nini huyu jamaa? Namjua, ndiye ameniroga, ameondoka na nyota yangu. Kwa hiyo mwambie nirudishie nyota. Mimi sitaki hela yake, nataka nyota yangu. Unajua, ukiwa una mtu potential kwenye maisha ya kwako, inaweza ikaingia bangi huko kichwani. Na unajua bangi haijawahi kumwacha mtu salama. Ikaingia bangi tuko kichwani kwako, una think very negative kuhusu mtu ambaye Mungu amekuletea kwenye maisha ya kwako. Ndio hicho ambacho nazungumza, kuomba Mungu akupe watu sahihi na uwatumie wakati sahihi. Kuna watu hapa ambao Mungu amewajalia wanawake ni vichwa. Yaani wake zenu, mke wako ni kichwa, lakini wewe hujawahi kumuona hata siku moja. Kuna watu ambao Mungu amewajalia, umepata mwanaume ni kichwa, lakini wewe hujawahi kumuona. Una mambo yako ya ugoro huko kichwani. Yaani sijui hata niseme nini. Yaani una lawama ambazo hazipo. Saa zote ni kulaumu hiki, unalaumu hiki. Very minor things. Unaangalia vitu ambavyo ni minor. Mwanamke kichwa. Wewe unaangalia miguu. Miguu ya mwanadamu inabandikwa kwenye sufuria. Inachemshwa. Mama thinker. Ngojeni ninywe maji kwanza, nimepata kiu. Yaani kuna watu wanasema kama huyu baba angelifahamu mke wake alivyo kichwa. Wewe una mawazo yako ya kipuuzi kabisa kumhusu. Mengine kabisa una reflection tofauti kabisa. Una mambo yako mengine. Kuna watu wanasema yule baba alivyo na utulivu, anavyoiangalia familia yake. Mungu, ningepataga mwanaume kama yule. Na mwangalia sasa yule mama ambaye yuko ndani ya nyumba, kwenye hiyo nyumba ya huyo mwanaume. Yaani hivyo ndivyo ninavyosemaga, naona kama watu wamevaa kile kiatu cha kushoto kimevaliwa kulia na kile cha kulia kimevaliwa kushoto. Kuna wakati mwingine nikaona kibonzo kwenye interneti, shoka na mpini. Yaani kule kwa mpini kumetumika kwa shoka na kwa shoka kumetumika kwenye mpini. Yaani hivyo. Na hiyo ndio tatizo la jamii ya watu. Ukiona mtu anasema ana tatizo, muulize kwanza jamii inayomzunguka ametumia vizuri. Sasa yule dogo akakataa katu. Nakumbuka kaka yake aliniletea milioni 100 ofisini kwangu, 100 million Tanzania shillings. Akaniambia, mchungaji, naomba umpe alafu muombe. Nikamuita nikamwambia,
kaka yako ameacha mzigo hapa, fanya biashara yote. Unajua alikuwa wapi? Tandika kwenye magereji, anaosha magari. Na kaka yake amemsomesha mpaka university ya UK, ana masters. Amerudi anasema bro ameondoka na nyota yangu. Falsafa ambayo haipo. Nikamwambia sasa mimi nimekupa huu mtaji, kaka yako ameniachia, nikamuombea, nikamwambia chukua hizi hela. Nikamaliza kumuombea akaniambia mchungaji, mwambie anirudishie nyota. Na mimi nikamuuliza nyota inawekwaga wapi? Yaani anakurudishiaje? Huamini basi nimekuombea na nimekubariki? Akaniambia I can't. Amesoma School of Business and Economy UK kwa degree ya kwanza na ya pili, na ni kaka yake amemsomesha. Hafanyi chochote. Ana mawazo kwamba nyota yake. Naambia wewe mpaka uende Uingereza nyota mpaka umefaulu masomo. Anasema hapana mchungaji, nimechezewa. Mimi si najijua mwenyewe, nimechezewa. Basi watu hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao. Ni kaka mwenye kubeba majukumu, ndiye amejenga nyumbani, baba na mama wanakaa kwenye nyumba alizojenga, dada zake wengine wamezaa nyumbani, ndiye anapeleka hapo. Kuna watoto wajukuu, watoto wa dada zake ni wakubwa, wao ni wa mwisho. Amebeba, ana kama watu 20 hapo, analipa ada ya university, anafanya kazi over. Na huku mdogo wake amekataa msaada katu, anadai nyota yake irudishwe. Excuse me, watu kama hawa ulimwengu haukupaswa kuwa nao. Na ukiwa mtu wa ulimwengu hautaweza afford kuishi na huyo mtu. Utaona maruweru wetu, mtaanza kumsingizia Freemason na vitu vingi tu. Watu kama hawa ulimwengu haupaswi kuwa nao. Ulimwengu wa watoto wa Yakobo walishindwa kukaa na Yusufu, walishindwa, wakamuuza. Ulimwengu hauwezi kuwa na watu kama hawa hata siku moja. Mtu futuristic kama Danieli, ulimwengu wa watu wa Babiloni walimtupa kwenye tundu la simba. Ulimwengu hauwezi kukaa na watu kama hawa. Ulimwengu hauwezi. Watu wa maana ulimwengu hauwezi. Asema hawakupaswa kuwepo katika ulimwengu. Unajua what happened? Yule ndugu alipata accident, alivamiwa na majambazi from nowhere, alipigwa risasi na akafa. Siku ya mazishi sasa ndio akili za yule mdogo wake zinafunguka. Mimi ndio naongoza misa ibada ya mazishi. Mdogo wake anamaliza misa, amelia kwenye jeneza, kaka yake amekufa accidentally. Kwa hiyo hakuwa hata na kulazwa hospitali, hata aseme chochote. Baadaye tumemaliza ibada pale nje, wanaaga wanapeleka mkoani, akaja ofisini. Ananiambia mchungaji, mimi nafanyaje? Nikamwambia too late time. Ndege imekuacha. An international flight imeondoka, imekuacha. Bora hata international flight unaweza ukaunganisha na ndege inayofuata. Hii imeondoka kwa baba yake, watu ambao ulimwengu au kupaswa kuwa nao. Alilia. Mwenye msiba alikuwa ni yeye. Na nikagundua analia kwa sababu sasa sijui alikuwa na, unajua kuna wakati mwingine mkiwa hai unajitia kama mnatunishiana msuli kiasi fulani. Yaani unanitishia na mimi nakutishia, unatishiana. Lakini saa ikifika basi. Kwa hiyo yule bwana aliomboleza, alilia. Ibada ya mazishi ilipoisha huko kijijini, akarudi ofisini. Nikakaa naye, anaanza kunieleza uzuri wa kaka yake. Analia mpaka anazimia. Najiuliza, ni kitu gani kama si bangi? Au kama sio kutupiwa kule Moshi nasema kama ndutano. Yaani ni kama unarushiwa liroho fulani ambalo huwezi kuona how to use the season for the reason. How to use it. Kwa hiyo reason yake ya kusoma UK ikaisha. Kwa hiyo amerudi hapa, ana matrauma, ana stress, anaona pia kaka yake amekufa, hawajaongea, ana kitu kama laana inamsumbua. Unajua mpaka kesho hana maisha. Alikuja kukimbilia Tunduma sijui wapi, na mpaka kesho hajafikia kwenye yale maisha ambayo ni rafiki yangu hivi. Ni hata juzi tumeongea. Namwambia bwana, wewe ulipishana na gari ya mshahara. Naambia mchungaji, hiyo inaniuma to the maximum. Nataabika mahali ambako sikupaswa kutaabika. Wapendwa, hayo ni maisha ambayo
tunaishi nayo katika maisha yetu ya kawaida. Ni kitu gani ninachotaka kuzungumza? Ni namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Kitu cha kwanza, angalia sana na kutumia watu wenye akili. Kubali kutumia watu wenye akili, wala usiwafanye maadui zako kiutendaji. Tumia watu wenye akili. Heshimu mawazo ya wengine wenye msaada kwako. Heshimu mawazo ya wengine yenye msaada kwako na kuyasapoti. Usiruhusu mwenye wazo lake awe mbele. Ukiruhusu, hakikisha unamruhusu mwenye wazo lake awe mbele yako. Farao alimwambia Yusufu, tupate wapi tena mtu kama wewe? Ninakuruhusu na kuzuia tu kwenye kiti cha enzi, kwenye kiti changu usifike, lakini nakutumia. Na kama inavyoonekana kwenye reflection yetu, usipore, usiteke, usiibe, usiazime mawazo ya usiazime mawazo ya mtu mwingine huku kuyaharibu. Hayo sio maisha ambayo wakati mwingine yanaweza yakaleta tija katika maisha ya kwako. Ni lazima uone kila mara na kuthamini mawazo ya watu wengine. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Narudia tena kusema, usipore, usiteke, usiibe, usiazime mawazo ya mtu mwingine huku ukimfisha mwenye wazo. Mwache mwenye wazo atangulie mbele yako ili kufikia kwenye malengo. Na Farao aliruhusu, akasema, kama Mungu amekuonyesha wewe, basi hakuna mwenye akili kuliko wewe. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41, 39 na 40. Anasema, kwa kuwa Mungu, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Tena mstari wa 40, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Ndio hiyo narudia kusema, usipore, usiteke, usiibe, usiazime mawazo ya mtu mwingine huku ukimfisha mwenye wazo. Na hasa huko makazini, kwenye department zetu mbalimbali, unachukua mawazo ya mtu, hutaki kuonyesha kwamba yeye ndiye amefanya, lakini kubali, appreciate, alafu mtumie. Wazo la mtu akilizungumza, yaliyobaki ndani, anayezungumza ni 3%, lakini 97 inabaki iko ndani. Ule uwezo uko ndani ya yule mtu ambaye ana hilo wazo. Labda nimalize kwa kuchekesha, na hasa huko makazini, kwenye department zetu na kwenye taasisi, mtu ameandika wazo na unataka kumpora wazo na unataka yaonekane kinyago, halafu wewe uonekane kwamba una heshima. Mungu amekupa mamlaka lakini ya kuheshimu wengine. Dada mmoja ni rafiki yangu sana, aliandika proposal kubwa sana ya project, akaisubmit World Bank, na alikuwa anafanya hapa. Kwa hiyo kwenye shirika moja la kimataifa, akaandika proposal nzuri sana. Baadaye akaisubmit, ni wazo lake, na kwenye ofisi yake, kwenye department yake akasubmit lile wazo. World Bank wakamkubali wazo lake, na wakafanya naye kwanza interview, wakamsikiliza kidogo, wakaona hapana, inabidi tukutane kikao uso kwa uso. Kwa hiyo wakaandaa program, wakaita sasa taasisi hii ambayo ni an international organization, waende
Geneva. Wakaenda Geneva. Lakini wakati wa kupanga safari kwenda Geneva, wakamtoa yeye, wakaweka wengine. Haya ndio mambo yetu mengi tu hapo Uswahilini. Wakaweka wengine, department na bosi ndiye anaongoza, akaenda. Walipofika wako kwenye kikao. Wale wa jamaa wanauliza, hebu tufafanulieni, maana wale wameondoka na wamemwacha mwenye akili, wameondoka na flash. That's the problem. Hiyo ndio shida kubwa tu. Na unajua mwenye akili ukimtumia atakuweka kwenye kiti vizuri. Yaani mwenye akili mtumie akusaidie kukaa kwenye kiti. Mwenye akili hawezi kuchukua kiti. Na Farao alimwambia Yusufu, wewe una akili, kiti changu niachie. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yes. Farao alimwambia, wewe una akili, mimi nina kiti. Katika hii dunia kuna watu wawili, kwenye department zote, kwenye taasisi zote, kuna wenye akili na kuna wenye viti. Nyie wenye viti wale wenye viti wabaki na viti vyao, na wenye akili wabaki na akili sawa. Alafu watumie wenye akili wakuweke kwenye kiti, wewe mwenye kiti. Na unaitwa mwenye kiti. Don't worry. Hayo makofi yatoshi, mpigie Bwana makofi mengi. Kila mahali wanakujua wewe ni mwenye kiti, lakini tumia brain na usiogope brain hata siku moja. Sasa wameondoka na flash. Wakiulizwa swali wanaambizana. Hapa mwenzangu, mzee mwenzangu, wewe unasemaje? Wewe kwenye wakiulizwa swali ambalo ni simple. Asema yule tuliongea naye kwenye online tukamfanyia hii interview yuko wapi hapa? Asema ana dharura, mara ana msiba. Amefiwa. Unajua hata kuna mwanafunzi mmoja, mwalimu alikosa kuja shule jana. Mwalimu akamshika akamwambia, wewe kwa nini jana ukuja shule? Akamwambia, nilifariki jana. Na wale wakasema huyu ana msiba, Waswahili. Ana msiba, hakuweza kuja. Kaambia basi kikao kimeahirishwa kwa sababu ninyi haya mawazo sio yenu, hamjui chochote mpaka mtakaporudi. Mara hii mtarejea kwa kutumia gharama zenu wenyewe, lakini project tumeihold mpaka atakapoletwa Yusufu. Oh my God, pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, ninamaliza asubuhi ya leo. Heshimu mtu mwenye mawazo ya kukuvusha katika msimu na kukufikisha kwenye kusudi. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wewe ni mtu wa beyond the present. Wewe ni mtu wa beyond the present. Mungu akupe watu sahihi na uwatumie kwa wakati wa sahihi. Tumsifu Yesu Kristo na tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Ninaomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame. Jioni tutakuwa na mtumishi wa Bwana, Mwalimu Injinia Goodluck Mushi, na tutakuwa na nafasi nzuri ya maombi, lakini acha tuombe ninapokuombea unapoelekea kazini. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo. Na mimi ninawafunika na damu ya Yesu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ikanene mema kinyume cha mabaya. Ruhusu utukufu na uso wako uende pamoja nao. Baba, ninawafunika watoto wako hawa hata saa hii wanapoelekea makazini, maofisini, ukawaponye, ukawaondoe katika sonona walizopata katika misimu mbalimbali, katika taasisi, katika makampuni, katika mashirika mbalimbali. Bwana, uwashike na mkono wako ulio hodari na uliotukuka. Baba yangu mpenzi, ninawaombea wagonjwa walioko hapa, walioko majumbani na mahospitalini, uwarudishie afya, uwaponye na majeraha yao yote. Ninaomba Bwana, siku hii ya leo usikubali dhabihu na sadaka za watoto wako. Utulinde mwilini, utulinde rohoni. Utubariki Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Bariki watoto wako hawa na uso wako uende pamoja nasi daima. Tubariki kuingia na kutoka kwetu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya.